Habari ya wakati huu wa Tanzania wenzangu, na niwashukuru kwa yote, lakini pia tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema na yote aliyotendea sisi kama binadamu. Nimeona nizungumze pamoja na kwamba kuna baadhi ya watu wengi sana wamenitumia message niweze kuzungumza ama kumzungumzia mgombea wa Chadema ambaye katika mikutano yake yote amekuwa anamkashifu, anamkejeli na kuzungumza maneno ya uongo dhidi ya rais wetu. Ni wajibu wangu kufanya hivyo kwa sababu mimi kama mwanaharakati huru siwezi kuona mkuu wa nchi anadhalilika ama kudhalilishwa halafu tusijibu kwa kusema kwamba ukimjibu utaonekana na wewe ni kichaa kama yeye. Hapana. Yaani swala ni kwamba kizazi hiki cha sasa hivi katika nchi yetu, mtu akiongea uongo halafu ukaacha kumjibu, itaonekana ni kweli. Mheshimiwa Rais wetu anaaminiwa na Watanzania karibu wote wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais wetu ni binadamu kama binadamu wengine. Na niliwahi kusema kwamba urais ni cheo, lakini yeye pia ana mke, ana watoto, ana wajukuu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi ambao tunamsupport, tusikae kimya, lazima tuongee na tumzungumzie, na kwa sababu dunia hii inahitaji ukweli zaidi kuliko uongo. Na mimi naamini Mheshimiwa Rais wetu ni binadamu tu kama binadamu wengine. Sasa hakuna sababu ya kumtukana na kumkejeli ukidhani kwamba wewe unajua zaidi kuliko watu wengine. Kwa majina naitwa mwanaharakati huru Cyprian Wajura Musiba. Naomba ninukuu baadhi ya maneno ya Chadema waliozungumza kabla ya serikali ya awamu ya 5 haijaingia madarakani. Kabla ya kuzungumza, naomba ni wanukuu. Kwanza naomba ni mnukuu John Mnyika ambaye ni katibu wa Chadema. Yeye na mnukuu, tunataka rais ambaye hata angalia sura ya mtu. John Mnyika alizungumza tarehe 5 mwezi wa pili 2012 akiwa Kilombero, Morogoro. Lakini pia Peter Msigwa akiwa Mbeya aliweza kuzungumza kwamba hapa na mnukuu, tunataka rais mkali asiyecheka na mtu. Alizungumza Mbeya. Lakini pia nikimnukuu Freeman Aikaeli Mbowe aliwahi kusema tunataka rais asiyesafiri nje ya nchi. Freeman Mbowe alizungumza mwaka 2013 Nyamagana pale Mwanza. Nchi hii inahitaji rais dikteta na si vinginevyo. Alikuwa ni Tundu Lissu, alizungumza mwaka 2014 tarehe 5 mwezi wa pili. Tunataka rais ambaye atakuwa anakusanya kodi. Freeman Mbowe alirudia tena akizungumza Tandaimba tarehe 5 mwezi wa pili 2014. Tunataka rais ambaye atarudisha nidhamu serikalini. Alikuwa ni Godbless Lema, alizungumzia pale Mbeya akizungumza na wanachama wa Chadema kwenye kikao cha ndani. Nchi hii inataka rais atakaye wafunga jela mafisadi. Alizungumza John Heche akizungumza na wanachama wa Chadema pale Tarime vijijini mwaka 2013 tarehe 2 mwezi wa 4, ilikuwa ni mida ya saa 10 jioni. Alikuwa ni John Heche huyo. Tunataka rais atakayelinda maliasili zetu. Mchungaji Msigwa alizungumza ndani ya bunge mwaka 2014. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuwa unazungumza mambo ambayo umesahau kilichotokea. Rais wetu analinda rasilimali
na wao ndio waliosema hivi. Rais wetu anashughulikia ufisadi kwa vitendo, wao ndio walioshauri hivi. Rais wetu hasafiri nje ya nchi, ndio alikuwa madai ya upinzani. Rais wetu anashughulika kwa vitendo kwa watu ambao wanaharibu na kuharibu mambo mengi ya nchi yetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima tuhakikishe kwamba rais wetu analindwa, na kulindwa kwake ni pamoja na kuondoa mambo ambayo Tundu Lissu kila siku anazungumza, anamkejeli, anamtukana, anamdhalilisha. Yaani mimi binafsi na sijui Mwenyezi Mungu aliniumbaje, lakini siwezi kukubali Rais Magufuli adhalilishwe alafu mimi nikakaa kimya. Najua kuna message nyingi sana ambazo watu wamekuwa na inbox kwamba nizungumze. Naheshimu sana maoni ya watu, lakini hata mimi nilikuwa nimefikiria kuzungumza, na leo nimezungumza kwa sababu Rais Magufuli ni binadamu na ni mzazi. Yaani hauwezi kuwa na mtu yeye kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho anazungumzia rais in negative way. Haiwezekani. Kwa hiyo sisi ambao tunamwona rais kama rais wetu, kiongozi wetu, baba yetu, kaka yetu, hatuwezi tukakubali kwamba mtu tu anamdhalilisha rais afu tukaa kimya. Haipo hiyo. Sasa ninaomba Watanzania wawajue na kufahamu wagombea wa upinzani ajenda yao. Tundu Lissu ana mtu anaitwa Joe Trippi. Joe Trippi ni mzungu ambaye ni raia wa Marekani. Huyu bwana ni mtaalamu wa kampeni na amewahi kufanya kazi kwenye chama cha Republican kama mtaalamu wa kampeni. Sasa anamsaidia Tundu Lissu na ndiye anayemwandikia na kumpa mbinu zote za kuzungumza kuhusu Mheshimiwa Rais. Ndio maana ukiangalia Tundu Lissu azungumzii sera, anamwataki Rais Magufuli kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Sasa huyu Joe Trippi amewahi kuleta vurugu pale Guinea, Afrika ya Kati. Joe Trippi ameleta vurugu Liberia. Joe Trippi alitaka aondolewe mtu mmoja anaitwa rais wa Nigeria wa sasa. Atakiwa alikwenda kula akafanya figisu aondoke. Joe Trippi ndiye alisababisha mauaji ya kimbali ya Rwanda. Sasa ndio mshauri mkuu wa Tundu Lissu. Kuna mtu anaitwa Jeffrey Smith. Alikuwa na kati ya wanasheria ambao walikuwa wanashiriki kwenye uchimbaji wa madini kwenye nchi yetu. Yeye pia akamzunguka Tundu Lissu. Jeffrey Smith. Nimekuwa namzungumza sana huyu. Na wao ajenda yao ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inaingia kwenye shida, kwenye vurugu, kwenye vita, halafu wao wafanye biashara zao za madini na biashara zingine. Naombeni Watanzania mjue namna ya kupambana na hawa watu, kwa sababu mkiruhusu nchi hii iingie kwenye vita na kwenye matatizo, hakuna atakayepona. Sababu hata Tundu Lissu mwenyewe ana shangazi zake, ana baba zake wadogo, ana wajomba zake. Kwa hiyo nchi ikiingia kwenye vurugu, hakuna atakayepona. Kuna mtu mmoja anaitwa Robertson Amsa. Yeye ni wakili na mwanasheria wa Tundu Lissu. Hawa ndio ambao wanafanya kazi ya propaganda, wanamtengenezea namna ya kufanya propaganda Tundu Lissu. Tundu Lissu anajaribu kuiataki tume ya uchaguzi ya Tanzania, na katika nchi zote ambazo zimekuwa zinaingia kwenye vita na kwenye migogoro, moja ya mbinu kubwa sana ukitaka nchi ingie kwenye migogoro ni kuiataki tume ya uchaguzi. Ni mbinu ambayo Tundu Lissu amefundishwa Ulaya. Na Tundu Lissu ameshapewa maelekezo ya namna ya kuwagawa watu, ya namna ya kuzungumza maneno makali. Ndio maana utakuta anamwataki Mheshimiwa Rais, anaataki vyombo vya ulinzi na usalama, anaataki tume. Hizo ni mbinu ambazo siku zote mataifa yanaingia kwenye vita huwa wanaataki hao watu. Ni wajibu wenu wa Tanzania kulinda amani hii na kuhakikisha kwamba nchi yetu haiwezi kupagaranyika
haiwezi kuingia kwenye vita. Kwa nini Tundu Lissu anamtumia Joe Trippi, kwa nini anamtumia Jeffrey Smith, kwa nini anamtumia Robertson Amsa? Hawa sio wa Tanzania, ni wazungu kabisa, pasei wazungu. Lakini kwa nini? Kwa sababu hawa wamekuwa wananufaika na nchi yetu hii kupitia mambo mbalimbali, migodi, rasilimali na vitu kama hivyo. Sasa ninaomba nizungumzie mambo kadhaa, kwa sababu Tundu Lissu alizungumza vitu kadhaa vipi ambavyo alijibu maswali, waandishi walimuuliza maswali. Nianze na swala la ameonekana anazungumzia habari ya mabeberu, kwamba kwa nini tunawaita wazungu mabeberu. Nchi yetu kwanza haina shida na mataifa ya nje. Nchi yetu haina shida na wazungu. Wazungu wamegawanyika kwenye maeneo mawili makubwa ama matatu. Kuna wazungu ambao wanakuja kuingia mikataba kihalali na wanailipa serikali gawio lao. Na kuna wazungu ambao walikuwa wanakuja Tanzania, wanachukua rasilimali, wanaondoka bila serikali kupata chochote. Na kuna wazungu ambao walikuwa wanakuja Tanzania wakiwa na ajenda kwamba aidha akiingia rais wasiyemtaka basi wafanye mambo yao ya ajabu ajabu ili huyo rais aondolewe. Sasa nchi yetu haina tatizo na wazungu. Tangu enzi ya Mwalimu Nyerere, Tanzania ni rafiki wa wazungu historically. Tangu Mwalimu, Mwinyi, Mkapa, Kikwete na sasa Magufuli. Rais Magufuli hana tatizo na mataifa ya nje, hana tatizo na wazungu. Alichofanya Mheshimiwa Rais wetu, pamoja na mahusiano yetu tulionayo, ni kuhakikisha kwamba lile kundi la wazungu ambao walikuja kuchukua mali zetu na kupeleka Ulaya bila nchi kunufaika nao, rais aliona afanye review ya mikataba, wao wapate na serikali ipate. Sio kwamba Magufuli anawatokea wazungu, na hakuna mtu anayemuita mzungu beberu. Kuna wazungu ambao wanafanya ubeberu na sio wote, ni wachache. Sasa wewe huwezi kugeneralize kwamba serikali yetu eti inawaita wazungu mabeberu wakati wanatusaidia. Labda nimwambie Tundu Lissu, Magufuli sio rais wa kwanza kusaidiwa na wazungu. Wazungu ni rafiki zetu, wazungu wenye nia njema na nchi. Na urafiki wetu sisi kama Tanzania tunahitaji mzungu mwenye nia njema na nchi hii, na ambaye anaweza akaja akawekeza, akafuata hatua zote za uwekezaji, akawekeza, taifa likanufaika na yeye akanufaika. Sasa yeye anazungumza kwa ujumla kwamba serikali yetu inawadharau wazungu. Na kwa labda niwaambie tu Watanzania wenzangu na mtazamo akinisikiliza, kama ukisikiliza hotuba ya Tundu Lissu, anapokuwa anaongea lazima awataje hao wazungu. Utasikia atataja Marekani, utasikia atataja Uingereza, atataja Belgium, atataja Canada, anataja mataifa ya Ulaya ambayo amekutana nayo face to face, kwa sababu hizo nchi zimempa maelekezo na sio viongozi. Labda hii pia nifafanue, wanaofanya dili na Tundu Lissu sio serikali za mataifa haya. Naomba Tanzania muelewe. Yaani sisi hatuna ugomvi na Rais Trump, hatuna ugomvi na serikali ya Marekani. Ugomvi wa Tanzania ni wale watu ambao walikuwa wanafanya biashara hapa, serikali imefanya review ya mikataba yao kwenye rasilimali zetu, na ambao ni wafanya biashara, baadhi ya wafanya biashara pia sio wote, wao wamekasirika. Kwa hiyo kasirika kwao wanataka kutumia mbinu zozote kupitia uchaguzi huu, serikali hii chini ya rais huyu ishinde. Lakini Mheshimiwa Rais Magufuli hana ugomvi na mzungu wa aina yoyote wala taifa lolote la Ulaya, kwa sababu nchi za dunia hii zinategemeana. Marekani anamtegemea Mtanzania na Mtanzania anamtegemea Marekani. Mwingereza anamtegemea Mchina na Mchina anamtegemea Mtanzania na Mtanzania anamtegemea Mchina. Ni mzunguko, yani ni mzunguko wa dunia. Kwa Tundu Lissu yeye
anataka kuonesha kwamba serikali hii na rais wetu anawachukia wazungu. Sio kweli. Rais Magufuli hawachukia wazungu wala hana tatizo na mataifa ya Ulaya. Hana. Kwa hiyo yeye anajaribu kuwaaminisha Watanzania kwamba eti tunawadharau wazungu na wazungu hao ndio wanaotusomeshia watoto. Ni upuuzi wa hali ya juu sana. Wazungu wanatoa misaada, wanachangia kama taratibu za kidunia zinavyoelekeza kwa nchi maskini, nchi za uchumi wa kati na nchi zingine hata tajiri. Pesa wanaleta kama msaada wao, hata kama hujawaomba. China anamdai Marekani dola trilioni 11. China. Marekani ni taifa kubwa kabisa kiuchumi, kijeshi na kiteknolojia. Lakini Marekani anadaiwa na China USD trilioni 11. Nadhani sasa hivi tunaweza kufika hata trilioni 13 na kuendelea. Hivi Tanzania sisi kudaiwa na haya mataifa ya nje ama kuwa na deni ni kosa? Kama Marekani anadaiwa trilioni 11 na China. Kwa hiyo Tundu Lissu anajaribu kwa sababu alishapata maelekezo ya ndio maana ukuta anataja kwa mabeberu. Nchi yetu ilikuwa inakusanya kodi 2015 bilioni 800 kwa mwezi. Ilifikia kipindi hata mishahara serikali walikuwa wanakopa. Rais Magufuli ameingia na kusanya trilioni 1.2 kwa mwezi. Na kwa mwaka unaweza kaona amekusanya zaidi ya trilioni karibu miaka mitano hii, karibu 124 trilioni kwa miaka mitano. Unajua wakati mwingine wanaona wivu labda kwa sababu huyu mzee anakusanya sana kodi, na baadhi ya miradi serikali yetu inatumia pesa yake ya ndani kwa asilimia kubwa sana. Na ndio maana wazungu wanashangaa kwa nini huyu jamaa pamoja na kwamba baadhi ya misaada imepungua, lakini kwa nini serikali hii inaendelea kufanya miradi yake mikubwa? Ni kwa sababu Watanzania wameamua kulipa kodi ili serikali yao ijiendeshe. Kwa Tundu Lissu anasema kwamba mabeberu. Sio kweli kwamba nchi hii tunaishi kwa sababu ya mabeberu tu au kwa sababu ya misaada ya wazungu. Yaani haiwezekani unakusanya trilioni 124 kwa miaka mitano hii halafu ukategemea wazungu asilimia 100. Haiwezekani. Elimu kuna mahala wazungu wanatusaidia, lakini asilimia kama 90 tena naweza kusema na 5 elimu ya Tanzania sasa inaendeshwa na serikali ya Tanzania. Elimu ya Tanzania inaendeshwa na serikali ya Tanzania. Sasa hauwezi kusema eti unawatukana wazungu wakati wanakufanya unaishi. Hapana. Kwa sababu Tundu Lissu alikuwa miongoni mwa watu wanaopiga kelele kwa nini serikali ya Tanzania asilimia kama 50 hivi kwenye bajeti yake inategemea misaada ya nje, donors. Leo Magufuli kwenye bajeti yetu ya ndani asilimia kama karibu tunakwenda sasa karibu 80 na kitu. Serikali yetu bajeti yake inajitegemea. Lakini hakuna serikali ambayo inajitegemea kwa budget yenyewe Afrika hii, hakuna. Waafrika wote bado kuna tunapata misaada. Na hii ni taratibu za kidunia. Sio kwamba amezileta Magufuli, hapana. Ni taratibu za kidunia. Kusaidiana, kupigana tafu, ulikuwa na milioni 200 wanakuongezea 300, ni kitu cha kawaida. Lakini wajibu wa nchi za Kiafrika ni kujitegemea, na rais wetu anapambana ili nchi yetu ijitegemee. Hasa unapompata rais anayepambana nchi ijitegemee, wewe unamkajeli na kumdhalilisha, unaonekana wewe ni mwewe. Tundu Lissu ni mwewe. Kwa hiyo anavyosema kwamba nchi hii na mataifa ya nje tuna mahusiano mabaya, sio kweli. Hakuna ubalozi wowote ambao umeondoka Tanzania kwa matatizo. Balozi zote alizoziacha Mwalimu Nyerere mpaka leo chini ya Magufuli zina function na zinafanya kazi. Na Rais Magufuli ameenda mbali zaidi. Ameongeza balozi katika baadhi ya mataifa na ikiwepo Israel. Hatakuwa na balozi kule. Leo Waisraeli wanajaa hapa, wanakuja kufanya utalii Tanzania.
Kwa hiyo nchi haina ugomvi na mataifa ya Ulaya. Sisi ambacho tunasema ni wale wazungu ambao wanakuja Tanzania ama Afrika, wanakuja kuiba rasilimali wakaondoka nazo bila serikali kupata chochote. Sasa Tundu Lissu yeye, kwa sababu baadhi ya wakina Joe Trippier, wakina Jeffrey Smith, hata Robertson Amsa walikuwa wananufaika na migodi ya Tanzania. Serikali imereview, ndio hasira hizi kwamba tunawatukana mabeberu. Hakuna mtu anayesema mabeberu ni wabaya. Mabeberu wako aina tatu na nimesema. Sasa kama anakuja hapa mzungu anataka kuchukua tu madini hapa na kuondoka wakati serikali inafaiki, halafu serikali ikae kimya, halafu serikali ikisema, Tundu Lissu anasema kwamba serikali hii ina ugomvi na mataifa ya nje ama wazungu. Sio kweli. Na nchi yetu hii ni nchi huru, na kama haiwezi kukubali tuendeshwe na wazungu. Kama nije kwenye ushoga, maana pia alizungumzia ushoga. Tanzania kama mataifa mengine inapinga mapenzi ya jinsia moja. Mapenzi ya jinsia moja yanapingwa kikatiba na kisheria. Kwa wale wataalamu wa sheria, ukipita kwenye katiba mle utaona namna serikali inavyozungumza ama sheria inavyozungumza kuhusiana na mapenzi ya jinsia moja ama mahusiano ya mwanamke na mwanaume na mipaka yake. Kwenye vitabu vya dini pia vinakataza mapenzi ya jinsia moja. Maana alikejeli sana kuna watu walijaribu kufukuza wale wanaofanya mapenzi ya jinsia moja, si wakariact na nini. Hapana. Marekani chini ya Trump inapinga mapenzi ya jinsia moja. Vitabu vya dini vyote viwili, Waislamu na Wakristo, wanapinga mapenzi ya jinsia moja. Tundu Lissu yeye anasema akiwa rais ataruhusu mapenzi ya jinsia moja. Huyo analaana huyo. Yaani yeye labda aanze kuona yeye na mwanae wa kiume huyo. Lakini kwa nchi kama nchi haiwezekani. Yaani haiwezekani ukapitisha sheria hiyo ya kishetani katika nchi hii. Wazungu sasa wanakwenda mbali zaidi. Sio kwamba wanaoana tu wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume. Wazungu sasa wanaoana na mbwa. Kuna Mwingereza mmoja pale kafunga ndoa na mbwa kabisa, mbwa. Tundu Lissu anataka Watanzania tufunge ndoa na mbwa. Alafu ndio anataka kuwa rais wa nchi huyu. Watanzania pia mtafakari na mjadili na muangalie. Kwenye issue ya urais lazima Watanzania mtafakari sana. Rais Magufuli hana mbadala sasa, hana mbadala. Wazungu wanakwenda mbali zaidi. Nimeingia kwenye, wakati nataka kuja hapa nimeangalia kwenye website moja. Mzungu ameolewa na punda, wale pundamilia wale. Na anazini naye huyo punda. Hayo yote wazungu wanataka sasa watuletee Tanzania na Afrika. Halafu Tundu Lissu anataka kusupport. Mzungu nakuta amefuga ngedere. Huyo ngedere wa kiume ni bwana wake. Wanataka watuletee Tanzania na Afrika. Unajua Tundu Lissu analaana. Mimi nafikia analaana. Halafu unakuta na kejeli kabisa, yeye anaongea kwa kujiamini kwamba serikali inajifanya haitaki ushoga na nini. Najua na niwahi kusema kwamba watu wenye pesa duniani hapa ni wale mashoga. Yaani chama cha mashoga duniani wana hela kuliko mtu yoyote. Na ni sehemu ya watu watakao mfadhili Tundu Lissu. Na watampa pesa nyingi, maana anawatetea. Kwenye mikutano yake yote anawatetea, anakejeli watu wanaowapinga na vitu kama hivi. Tanzania haiwezi kuingiza sheria ya kijinga hiyo na kishetani kwamba leo hii mtoto wa kike wa Tanzania afunge ndoa na mbwa au punda au ng'ombe. Hiyo halipo. Na naomba wa Tanzania
Kwa hili msapotini sana rais wetu Magufuli. Ana nia njema na nchi hii, kama binadamu anawatakia mema wa Tanzania, ana ajenda nzuri na nchi yetu. Ndio maana nikamwambia naye ni binadamu. Kwa hiyo tusitumie madhaifu ya kibinadamu kutaka kumshambulia mkuu wa nchi, haiwezekani. Ukisha kuwa mkuu wa nchi, wajibu wa wananchi ni kulinda na kutetea. Sasa Tundu Lissu yeye anadhani kwamba kumshambulia rais kila anakokwenda ndiye anaweza akapata umaarufu. Wana ajenda nyingine kuhusu makesi yake. Nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa sheria, inaendeshwa kwa mujibu wa katiba ambayo ndio sheria mama. Tundu Lissu ana kesi mahakamani. Hatuhitaji kuzungumzia kwa sababu ziko mahakamani, kwa sababu naye kazungumza, lazima tutetee vyombo vyetu vya kisheria. Anajaribu kufanya propaganda ya kuziprovoke mahakama zishinde kufanya kazi yake, kwa sababu yeye anataka urais. Sheria iko pale pale, mambo ya urais yako pale pale, na lazima tuzifuate na lazima tuziheshimu. Mahakama zetu hazivunji sheria. Mahakama zetu zinafanya kazi zikiwa independent, na hakuna mtu wala kiongozi anayeziingilia mahakama. Kwa Tundu Lissu aache kudanganya watu kwamba mahakama wana ajenda hii, wanarusha kwenye mitandao ya kijamii, wanalaumu mahakama wakati ni propaganda. Of course lazima Watanzania pia wajue kwamba Chadema wanafanya propaganda na kwa provoke vyombo ambavyo viko independent kama mahakama, ili wajue, wajaribu kuzitikisa. Lakini mimi naomba Watanzania endeleeni kuziamini mahakama zetu, hazina tatizo. Mahakimu wetu, majaji wetu hawana matatizo, wanafanya kazi zao vizuri. Tundu Lissu kama ana makesi huko, hata ni mwanasheria, apambane na kesi zake tu, lakini sio kuwalaumu majaji na mahakimu kwamba anataka kumuingiza kwenye chaka. Hapana, apambane na hali yake tu. Kwa hiyo swala hili, ndugu zangu wa Tanzania, jaribuni kuwa makini na haya mambo ambayo Tundu Lissu anajaribu kulaumu, kwa sababu nimesema awali kwamba ukitaka kuleta migogoro na machafuko kwenye nchi, jaribu kutukana mahakama, tukana vyombo vya ulinzi na usalama, tukana rais na mambo. Na hiyo ndio njia yote ambayo Tundu Lissu anafanya. Anatukana vyombo vya ulinzi na usalama, anatukana mahakama, na huyo ni mgombea. Lakini kwa sababu mahakama hawezi wakajibu, vyombo vya ulinzi haviwezi vikajibu, vyenyewe vinaendelea na kazi yake, na mimi nawashauri waendelee. Watu waachie sisi wanaharakati tuwe tunapambana nao tu, maana hakuna namna. Mimi siwezi kukaa kimya. Vyombo vya dola ambavyo vimetufanya sisi tufike hapa na amani hii, wanadhalilishwa, wanatukanwa, na hata yeye Tundu Lissu anakuwa salama, anakuwa hai, anafanya kila kitu kwa sababu ya vyombo vya ulinzi na usalama. Wao wanakesha, wanaumwa na mbu, vyombo vya ulinzi na usalama. Wengine wanariski maisha yao ili Tundu Lissu na Tanzania nzima iwe salama. Wanariski maisha askari wetu. Anakubali akafe ili Tundu Lissu na familia yake na Watanzania wawe hai, lakini bado mtu anakwenda kwa kejeli vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hiyo haiwezi kuingia akilini, haiwezekani. Hata kwa sababu sisi tuko huru kama yeye, lazima tujibu. Hatuwezi tukakubali rais na majeshi yetu yanadhalilishwa halafu asitokee mtu wa kuwajibu hawa wahuni. Na mimi nishasema, anayemgusa mheshimiwa rais na akienda mbali sana, akianza kudhalilisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, mimi nitaongea nikiwa independent kabisa. Nashukuru Mungu hata hawa sasa wakina Jeffrey Thimithi, hawa wakina Tripi, kina Anderson wamenitaja. Maana waandishi wa habari, kama mjui, mimi ni kati ya watu ambao wametajwa kwenye barua ya wakili wa Lissu, yani wale wazungu ambao wako Ulaya wameandika hiyo barua kuisambaza dunia nzima. Katika mtu pekee aliyotaja ni Cyprian Majura Msiba, yani mimi. Na mimi nimeshajijua kwamba wazungu hawa
wanajua kabisa Msiba anafanya kazi kubwa, na sasa wameamua kuniingiza kwenye malalamiko yao na mabarua yao. Kwa hiyo sio tu kwamba nina adui hapa ndani, nina maadui mpaka nje. Maana mtu pekee anaweza kuzungumza hao wazungu pia ni mimi. Lakini wajua kwamba nchi hii iko huru, ni salama, na mimi nimeshajitoa mwanga kwamba hatuwezi kukubali nchi yetu iendelee kuwa eti sambaratike kwa sababu ya watu wachache. Haiwezekani. Tundu Lissu na hao watu wake anajaribu kuniataki mimi kwa sababu nimesikitika kwamba huyo Robertson Yamsala ananitaja mimi kama Msiba, na barua hiyo amepeleka mpaka Umoja wa Mataifa. Hasa kila nikijiangalia mimi Msiba, mbona Msiba mtu mdogo tu, lakini wananiandika kwenye mabarua yao wanapeleka nje huko Umoja wa Mataifa. Maana yake ni kwamba mimi na serikali yangu hii siku ambayo wataleta madege yao kutushambulia na mimi nimo. Sasa mimi nimeshajitoa muhanga, nitakufa kwa ajili ya nchi hii, na sitakubali rais wangu adhalilishwe, atukanwe. Wale wanaosema tuache tutanyamaza, wao waendelee kunyamaza. Mimi siwezi kunyamaza, kwa sababu mimi naamini anachofanya Rais Magufuli ni kitu chema na chenye nia njema na nchi yetu. Mimi ni mfuasi. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi walikuwa na wafuasi wao. Mimi ni mfuasi wa serikali hii na rais huyu, na wala sijifichi. Sio kujificha. Kwa hiyo wao waendelee kunitaja huko nje, watajua wenyewe. Lakini mimi niko Tanzania hapa na ni raia wa Tanzania, na siwezi kukubali nchi hii ichezewe na wapuuzi wachache eti ni wazungu. Itakuwa ni jambo la ajabu sana. Wako wazungu wazuri, wana nia njema na Waafrika, lakini kuna wazungu hoi ovyo kabisa. Wanatuona sisi kama nyani, yani wanatuona sisi hatuna akili. Kwa hiyo wanaweza ndo hawa kina Jeffrey Smith, kina Joe Trippier. Wanaona kwamba Tanzania hakuna watu wenye akili wanaweza kudefend rasilimali za nchi hii. Tupo, hatujaisha. Magufuli akitoka tupo sisi, tutaendelea kupambana nao. Hatuachi. Hii rasilimali hapa lazima ziwanufaishe wa Tanzania. Sio akina Joe hawa, akina Trippier, haiwezekani. Rasilimali za Tanzania lazima ziwanufaishe wa Tanzania. Ni lazima, sio. Kwa hiyo haya mambo ya yeye kuungana na vyama huko, mimi hiyo siwezi nikaijibu. Kuhusu waandishi wa habari alizungumza, na hapo alinitaja mimi moja kwa moja kwa mara nyingine. Vyombo vya habari, kwa wale msiojua, na labda nitoe tu elimu kidogo, media inaweza ikajenga na inaweza ikabomoa. Mataifa ya wenzetu kupitia vyombo vyao vya ulinzi na usalama, hususan Marekani, China, Urusi, Ujerumani, Europe yote, CIA, FBI na mashirika mengine yote ya kijasusi, sehemu kubwa sana ambayo inatumika kuleta migogoro kwenye mataifa hasa ya Afrika ni kwenye media. Media ni sehemu ambayo inaweza ikatumika kuleta migogoro katika nchi husika. Na nilikuwa namsikiliza jasusi moja nimestaafu na Marekani, wakati wanafanya kazi ya kuja Afrika na kujaribu kufanya propaganda Afrika. Walienda Zambia, walienda Zimbabwe kwa Mugabe pale. Walikuwa wanatumia media, amekiri yeye kama yeye. Wanatumia media kudhoofisha utawala wa nchi ile na nchi yenyewe. Kwa hiyo Tundu Lissu anacholalamika yeye ni kwamba media zote za nchi hii zinamwandika tu positively Mheshimiwa Rais wetu. Na mimi na washauri wanahabari, endeleeni kumwandika rais wetu positive. Huo ndio uzalendo.
Yeye yani haiwezekani unakuwa na press conference, unamtukana rais wa nchi kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 50, unamtukana rais. Halafu ni chombo gani cha habari kitakwenda kutangaza hayo? Kwa sababu yeye anafanya hivyo ili kualizisha wazungu kule Ulaya. Hivi kweli chombo cha habari kitaandika hayo maneno anayoongea Lissu kweli? Huyo mwandishi gani ambaye anajitaka au hajitaki? Halafu na ananikuta mimi ndo waziri wa habari. Yaani unaandika hiyo anayosema Lissu kwenye gazeti lako au kwenye redio yako na kufungia maisha mpaka unaenda kaburini. Yaani hilo gazeti halitoliona tena. Kwa sababu Marekani, unapokwenda Marekani wanakuuliza wewe ni mwandishi wa habari, utalifanyia nini taifa lako? Kuna fomu unajaza. Yaani waandishi wa habari wa Marekani wanaapishwa kama viongozi wa serikali. Unaapishwa, utaifanyia nini nchi yako? Utasema nitafanya 1, 2, 3, 4. Ukienda nje na kile kiapo, wewe kama mwandishi wanakuondoa kwenye system na wanakunyang'anya leseni. Hiyo ni Marekani. Sasa Tundu Lissu anataka Tanzania, yeye anamtukana rais kuanzia asubuhi mpaka jioni, halafu magazeti yakipoti hivi. Haiwezekani. Sasa mimi lazima nitaje kwa sababu mimi ni mmoja wa watu ambao napambana naye na nimesha declare interest kwamba atakapomgusa mheshimiwa rais mimi nitaibuka na nitaongea naye tu na nitamzungumzia. Magufuli ni zaidi ya baba katika nchi hii. Hatupaswi kuona aibu kumtetea. Na kama kuna mwana CCM anaona aibu kumtetea mwenyekiti wake wa CCM, hafai, aende upinzani. Kwa sababu wajibu wa mwana CCM yoyote ni kumtetea mwenyekiti wake wa chama cha kwanza. Popote pale. Kwa hiyo Tundu Lissu anapolalamikia vyombo vya habari, analalamika kijinga tu. Hauwezi kuwa unamtukana rais, alafu watu wakaripoti au unaotukana. Haiwezekani. Kwa mimi naomba waandishi wote wa habari Tanzania, kwa heshima kubwa mlionayo na kwa maslahi ya nchi yetu, endeleeni kumsupport rais wetu kuelekea uchaguzi huu. Endeleeni kuandika vizuri serikali yetu na rais wetu. Mnapofanya hivyo, maana yake ni kwamba mnaitakia mema nchi yenu na mnaiepusha na matatizo. Mkiandika hayo maneno ambayo Tundu Lissu anayasema kuhusu rais wetu, mtaliangamiza taifa letu. Mtaliingiza kwenye vita taifa letu. Na taifa hili likishaingia kwenye vita, hakuna atakayepona. Ezekiel Kamwaga hautopona, Cyprian Musiba hatapona, Juma Nkamia hatapona, mwandishi wa Bunda FM hatapona, Makongo hatapona. Wote tutaingia kwenye matatizo. Ni wajibu wetu kama wanahabari na vyombo vya habari na wamiliki wa vyombo vya habari kulinda amani hii. Amani yetu haina mbadala wake. Haina. Hatuna namna. Kwa hiyo Tundu Lissu anajaribu kuonyesha kwamba yeye hawamripoti, hafai, na mshauri azungumze sera. Akizungumza sera kwamba ataifanyia nini Tanzania, waandishi wa habari watamkoti. Kwa cha kwanza awaeleze wa Tanzania atawafanyia nini. Ni kitu gani ambacho Rais Magufuli hajafanya, yeye atafanya. Waandishi wa habari watamwandika. Lakini wewe unakwenda dakika ya kwanza Magufuli, dakika ya pili Magufuli, mpaka mwisho Magufuli. Ina maana Tundu Lissu sera yake ni Rais Magufuli tu, hana sera yoyote. Sasa mimi kazi yangu na wajibu wangu kama mwanaharakati huu ni pale mtu anapomgusa Rais Magufuli huwa anaingia moja kwa moja, hata kama niko njiani, hata kama niko wapi, lazima nizungumze. Narudia tena, Rais Magufuli ni zaidi ya baba katika nchi hii. Ni mzazi wetu.
Hatuwezi kukubali mtu mmoja tu mjinga amekaa huko Ulaya, amelishwa maneno kuja kuleta vurugu Tanzania, anamwataki rais alafu tumekaa kimya. Mwisho wa siku wale watu wanaomfuata, maana kuna watu, ngoja hapo niwaambie, kuna watu nao usijia akili zao ni mbovu sana. Wanadhani kwamba kizazi cha sasa ni kama kizazi kile cha baba zetu. Kizazi cha sasa ukiruhusu propaganda unayosema tunduruhusu kuhusu rais, wanakubali na watasikia, na haya maneno wanayashika kichwani, wanajua ni kweli. Kwa sababu yeye anamwataki rais, halafu hakuna mtu wa kujibu, na anawaambia kizazi ambacho ni kuanzia miaka 17 mpaka miaka 30 wamejaa pale, wanamzunguka, wanamsikiliza. Halafu anamtukana rais, anawaaminisha. Hakuna mtu anayeje. Yaani haiwezekani. Kizazi hiki wazee sio kizazi eti cha kulemba. Lissu akisema na wewe jibu. Kwa sababu usipojibu watamwamini Lissu. Watajua naye anasema ni ya kweli. Sasa unaweza kukuta mtu kabisa na elimu yake, ni profesa, anakuambia ukimjibu huyo bwana, utaonekana wewe mjinga. Yaani anafikiri ana miaka 80, anafikiri kizazi hiki kinasikiliza watu wa miaka 80 sasa. Endelea kukaa kimya uone kama nchi kama moto hujawaka. Kwa sababu yeye anamchafua rais, ni target yake kumchafua rais. Wale watu waliomzunguka pale kuna wanaoamini. Mwingine anamwambia hivi, unajua kwa nini una hela mfukoni? Rais Magufuli alitangaza kwamba hata wapa hela zote. Yaani alisema kwamba mtakufa na njaa. Anasema kule kwenye majukwaa yake. Alisema kwamba nyinyi mliopigwa na tetemeko kule Bukoba anawanyima chakula. Halafu wale waliomzunguka pale si wanaamini kwamba rais kweli anafanya. Kwa hiyo watu tusikubali. Rais lazima maneno mengine ya hovyo ambayo Tundu anayatunga kwa maslahi yake lazima tujibu tu. Kwa sababu hatuwezi kukubali eti rais anashambuliwa, anadanganya wale watoto, hapo watu kwa kimya. Watu wanaenda kumsikiliza wengi. Na kazi ya siasa ni propaganda zaidi. Siasa ni propaganda iliyo kubwa. Sasa anaweza akatumia propaganda ile, wewe uko kimya au mjibu. Yeye anaendelea kuzunguka nchi nzima, anawaambia watu kwamba rais anawanyima chakula, rais ndio anawanyima hela, halafu hakuna anayejibu. Nadhani tutajibu sana, na hiki ndio kipindi ambacho mimi nitaongea sana. Labda wakati namaliza, sisi tumetengeneza utaratibu, mimi na timu yangu ya watu kama 20 wazalendo wa kweli. Kuanzia kesho watu wataanza kuzunguka nchi hii. Mimi kwa sababu nimekuja hapa kwa ajenda maalum, na mimi nitaungana nao tarehe 27 au 28 au 30. Tunachokwenda kukifanya ni kujaribu kutoa elimu hii ambayo nimekuwa naitoa mimi, lakini tumeongezeka, tumekuwa wengi, na nashukuru Mungu walio wengi pia ni wale waliogombea kwenye mikoa mbalimbali, wasomi na wainjinia. Kwa hiyo tunazunguka nchi nzima kutoa elimu kuhusiana na alichokifanya rais wetu kwa miezi yote miwili ya kampeni. Maana yake ni kwamba kama kuna watu wanakwenda kupotosha wananchi, let's say niseme Njombe au Bunda, kuna watu watakuja hapa, watafanya mkutano hapa, wataita waandishi wa habari, watapata clarification. Kwa sababu kuna kundi pia la wapinzani wamejipanga kwenda nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kupotosha kuhusu rais Magufuli. Na mimi na timu yangu ya watu 20 na kuna watu ambao wataongezeka kwenye kila wilaya, tutapita nyumba kwa nyumba kuambia kwamba rais Magufuli amefanya hiki na atafanya hiki. Rais Magufuli hawezi kuwa na pesa kwenye mfuko na kwenye mabegi akamgawia kila Mtanzania, chukua laki moja. Hakuna maisha, hata Marekani hayapo, hata China hayapo. Rais wetu anahamasisha watu wafanye kazi. Watumishi wa umma wawajibike kwa watu, kutoa service nzuri, huduma nzuri kwa wananchi wake. Kwa hiyo tutakuwa na hiyo timu. Tutazunguka sana kuelimisha watu kuhusiana na anachokifanya rais wetu.
Tundu Lissu na malizia ya mwisho anasema kila anachokifanya mataifa ya nje yanaona. Ndakusahau. Hiyo ndio ajenda yangu ya mwisho. Sasa mimi najiuliza, natembea na wachawi na wakitoka huko wanapanda huko wanaenda Ulaya wanatoa taarifa. Mara sielewi. Anasema uchaguzi huu unatazamwa na mataifa yote ya Ulaya. Ana ajenda gani huyu? Kwani nchi hii ndio uchaguzi wa kwanza tangu tuingie vyama vingi? Kwani nchi hii Magufuli ndio rais wa kwanza kuendesha uchaguzi akiwa rais ukiwa vyama vingi? Na ajenda yake ya kusema kwamba mataifa ya nje yanaona ni nini? Nimewataja hapa majina. Kuna Joe Trip, ni mtaalamu wa propaganda na siasa, aliwahi kusaidia Republican lakini aliwahi kuleta migogoro kuna baadhi ya mataifa. Kuna mtu anaitwa Jeffrey Smith, huyo ni kachero, na kuna Robertson Amsterdam, ni wakili na mwanasheria nguli sana kwenye mataifa mengi ya Afrika. Kwa hiyo yeye anachofanya, wanatimu pale. Kwa mfano akienda Njombe au Tunduma, wale watu ambao wanajaa, si wanamjalia wale, wanapigwa picha, wanarekodi video, wanatuma huko nje kuaminisha wazungu kwamba Tundu Lissu anapendwa. Kumbe hajui kwamba wengine pale wanakushangaa tu. Inawezekana watu wanaenda kumsikiliza walioko pale 90% ni wafuasi wa Magufuli, kwa sababu sanduku la kura ni siri ya mtu, wala sio wingi wanaokuja kusikiliza. Yaani swala la kusikiliza ni lingine, swala la mtu kwenda kupiga kura ni swala lingine. Kwa mtu anaweza kaja hapo akawa watu hata 800,000, kumbe hao na wafuasi 10 tu katika 800,000 watakao kupigia kura. Sasa yeye anarekodi zile klipu, anatuma Ulaya kwamba mnaona mimi wananipenda kweli wa Tanzania, na ameshajiandaa kupinga kwamba yeye kwa sababu 100% anashinda. Kwa hiyo ameshaandaa hata barua za kupinga, yani barua zipo tayari zishaandikwa kwamba mimi nikishindwa tu barua Ulaya, UN, si The Hague, si wapi. Mimi ninachoshukuru ni kwamba hata hao wazungu sasa wamesambaratika, kwa sababu Uingereza imejitoa kwenye Umoja wa Ulaya. Trump amewafukuza WHO, amejitoa. Kwa hiyo yani mataasisi mengi ya Ulaya yamesambaratika na hizo zote zimesambaratika. Sasa Tundu Lissu ana genge la watu wachache na wale wahuni ambao walikuwa wanafaika na nchi hii ndio wanakuja kutishatisha hapa, wanaona hela na nini. Kwa hiyo hawa wanaodanganya kwamba eti siji kuna watu wanaona wanafuatilia. Kwani ni lini nchi hii ulifanyika uchaguzi kusije na waangalizi? Uchaguzi wote wa Tanzania unafuatiliwa, wote tangu enzi ya Nyerere mpaka Magufuli. Hasa anatishatisha watu, tunatazama, tunafuatiliwa. Yaani ili kujaribu kuonesha kwamba sisi tunawaogopa wazungu. Waje hapa wazungu wake waone kama hajarudi wana miguu miwili au wana miguu 10. Wao wanaoheshimu wazungu, mataifa yote ya Ulaya na wananchi. Lakini kama kuna mtu anakuja akiwa na ajenda yake asili, hawezi kufanikiwa Tanzania, hawezi. Acha kutishatisha watu bana. Tunaonekana Ulaya. Kwa hiyo kama wanatuona so what? Kwani Ulaya watuonaje bana? So watuona tu kwenye satellite yao haya. Afrika tuna uwezo wa kutengeneza satellite, wao wanatengeneza, tunaonekana. Lakini hawana uwezo wa kutuataki kwa sababu ni mikataba ya kimataifa. Tanzania tumesaini ndio mikataba ya kimataifa, lakini ile mikataba haitulazimishi kwamba tuingie mapenzi ya jinsia moja. Tumesaini mikataba ndio, lakini ile mikataba sio kutushinikiza kwamba watoto wetu wapate mimba wana miaka 10. Haiwezekani. Yaani wewe ukubali mtoto wako wa kike ana miaka 10 yako yeye mjamzito. Tutakuwa ujinga huo. Kwa hiyo kuna vitu vingine ni vya kijinga tu. Mimi naombeni wa Tanzania msiwe na hofu. Uchaguzi wetu utafanyika salama na utaisha salama. Mambo ya mapungufu kwenye uchaguzi ni ya kawaida. Hata Marekani kwenyewe waliwahi kulalamikia Clinton aliiba, Democrat wakashinda, Republican walilalamikia Democrat. Kwa hiyo mapungufu kwenye uchaguzi yapo. Yaani hamwezi kufanya uchaguzi eti kawa wote kwa uchaguzi mzuri tu. Hapana. Ni mapungufu ambayo yapo dunia nzima. Kwa mimi ni watoe hofu wa Tanzania. Uchaguzi wetu utakwenda salama.
na ninaamini na Mwenyezi Mungu kwa nguvu zake Rais Magufuli atashinda kwa 97%. Mimi nasema kwa 97%. Na bunge letu, wabunge wengi wataingia wa CCM, na ninaomba hivyo. Na labda nimalize pia mwisho, maana kuna mambo mengi yanakuja. Wana CCM wanapaswa sasa kusahau makundi yao ya kwenye kura ya maoni. Huo ndio shauri wao. Kura ya maoni kila mtu alikuwa na makundi. Makundi yanapokwisha, wanapaswa kuacha makundi, sasa wawe kitu kimoja kutafuta ushindi wa CCM. Huo ndio ushauri wangu nchi nzima. Narudia tena. Waliokuwa wamegombea kura za maoni wote ndani ya CCM, sasa makundi yamepita. Sasa waungane, watafute ushindi wa CCM, wa rais, wa bunge na madiwani. Mnaweza mkaomba watu 200, anatakiwa mtu mmoja. Sio kura 200, ni kura moja. Anatakiwa mtu mmoja. Kwa hiyo waungane na wale waliopitishwa na chama, wawasaidie chama chini. Sasa mwisho wa siku maamuzi yametoka, na tuna wajibu wa kuheshimu maamuzi ya mwenyekiti wa chama na vikao vya chama. Tuna wajibu. Na kwa maslahi ya chama chao ama chama chetu, lazima watu waheshimu maamuzi ya chama. Najua watu wengi waliumia, na hakuna chama kisichokuwa na mapungufu. Hata Republican, hata Democrat wana mapungufu. Vyama vyote duniani vina mapungufu yake, na hakuna viongozi waliokamilika. Wote tuna mapungufu. Sasa watu wasichukulie mapungufu hayo na kura za maoni kukigawa chama ama kukinyima chama ushindi. Ni mambo ya ajabu yatakuwa. Kwa ni waombe tena na tena, na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu awaongoze. Wavunje makundi yao, waliokuwa wamegombea kwenye kura za maoni, wasaidie chama kiweze kushinda uchaguzi huu. Tanzania bila CCM itayumba. Huo ndio kweli wenyewe. Tanzania bila CCM itayumba. Mataifa yote yaliyowahi kubadilisha vyama kwa kurupuka yaliyumba. Mfano ni Kenya, baada ya KANU kufa. Waliingia kwenye vita, wakauana. Wakafishana mpaka The Hague. Kwa hiyo ni wajibu wa wana CCM kuondoa chuki, kuondoa makundi, kumsaidia rais wetu aweze kushinda, na kuwasaidia wabunge na madiwani waweze kushinda. Huo ndio wito wangu kwa wana CCM wote Tanzania. Asante. Asalamu alaykum. Mungu awabariki sana. Maswali mawili. Swali la kwanza kuhusu mashirika ya nje ambayo yalikuwa yakisababisha migogoro mingi katika bara la Afrika, kwa mfano shirika la ujasusi la Marekani Central Intelligence Agency na wengine wa Federal Bureau of Investigation na wengine wengi ambao wamekuwa wakifanya propaganda, na hata tukisoma magazeti ya zamani miaka ya 70 huko wamesababisha maasi mahali pengi. Sasa wewe kama mwanaharakati huru katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, labda urudie kueleza vyombo vya habari kwamba hizi propaganda zingine zinakuwa ni tricky, ziko chini sana, kiasi kwamba masuala ya nje au masuala ya diplomasia yanaweza kutushinda kidogo. Tunaweza kupata msaada gani kusudi tuwe na uwezo wa kufahamu sasa hizi ni habari, hizi propaganda, ili tuweze kutumia weledi tulionao kuhakikisha kwamba tunatetea maslahi mapana ya taifa letu, kwa sababu kama ulivyosema kuna watu wanaitwa mapuppets, nimesahau jina lake Kiswahili, ambao kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanatumiwa kuharibu baadhi ya nchi. Swali la pili ambalo ningependa kufahamu kwamba nakubaliana na wewe kimsingi kwamba chaguzi nyingi huwa zina kasoro. Nimekuwa observer kutumia TEMCO nadhani 2010 na nikagundua kwamba kama kuna taifa ambalo linaweza kupata ile A katika chaguzi, sijafahamu. Chaguzi nyingi zinakuwa na baadhi ya dosari, lakini kuanzia C, B, C ni uchaguzi ambao unasemekana kwamba ni mzuri na unatetea
kutetea maslahi ya nchi. Lakini sasa nakili hata Marekani nakumbuka mwaka 2000 kulikuwa na malalamiko ya wizi wa kura. Hata Trump alipoingia madarakani mwaka juzi, Democrat walilalamika kwamba aliiba kura na alishinda kwa kura zile wanaita electoral votes, maana ile popular votes alishindwa. Na tunaona hata pia George W. Bush alishinda mahakamani baada ya kuwa amepigwa na nadhani huyu jamaa anaitwa Albert Gore au Al Gore. Sasa pamoja na hayo, kwa kiwango gani Watanzania hasa wapiga kura waweze kutambua hili kwamba chaguzi katika bara la Afrika zikiwa na alama C na kuendelea bado zinaridhisha? Maana watu wanadhani pengine tungeishi kama Mungu kwamba uchaguzi ukawa na alama A pasipo hata kuchelewa au dosari nyingine zinazojitokeza. Katika nchi zetu kama katika chaguzi mbalimbali duniani zipo. Na Tanzania sio nchi ambayo tunadhani kwamba yenyewe ndio inaweza kufanya matatizo kwenye chaguzi hizi. Chaguzi historia inaonyesha kwamba mataifa mengi ya nje na ya Afrika dosari hazikosekani. Na ndio maana wanaleta waangalizi wale wa kimataifa na waangalizi wa ndani. Kuna asasi za kiraia, kuna asasi ambazo sio za kiraia, na serikali yenyewe huwa ina chombo ambacho kinafuatilia uchaguzi kuona kama ulikuwa ni wa haki ama dosari. Kwa kitu ambacho naweza nikashauri wa Tanzania wasije wakadhani kwamba uchaguzi wetu wa Tanzania ndio pekee unaweza kuwa na dosari. Uchaguzi wa Tanzania kwa historia na kwa uzoefu wangu haujawahi kuwa na dosari kubwa sana kama yalivyo mataifa mengine. Lakini hata kukiwa na dosari, ni dosari za kibinadamu. Na yatakuwa ni mapungufu ya kibinadamu. Kwa hiyo cha msingi hapa ni Watanzania kuwa na akili kichwani kwamba wanaweza wakaaminisha kwamba Magufuli ameshinda kwa wizi. Maana wapinzani wengi huwa wanaaminisha watu hivi. Kwa hiyo ninawaomba Watanzania muingie barabarani. Nimesema, narudia tena, amani yetu na mshikamano wetu unalindwa na Watanzania wenyewe. Na kama akitokea mtu yoyote akawaambia kwamba uchaguzi huu umeingiwa na dosari, tuingie barabarani, wasikubali kufanya hivyo. Watakuwa wameliangamiza taifa lao. Na Tundu Lissu ameshatangaza kwamba yani uchaguzi hujafanyika, yeye kashatangaza kwamba nikiibiwa kura nitapeleka watu barabarani. Na watu wamemkota na vyombo vya habari wamemkota. Ni ajenda gani? Kwa nini ameshaanza kusema kwamba ataingiza watu barabarani? Kwa nini? Kwa hiyo amani yetu italindwa na Tanzania wenyewe tu, wakiamini kwamba dosari za uchaguzi zipo, na sisi Tanzania peke yake, hata mataifa ya nje pia yanatokea madosari haya. Kwa hiyo Watanzania ambao wataenda kupiga kura, mimi nashauri tu kwamba wapige kura, au mtu akishapiga kura yake aondoke, aende nyumbani, maisha yaendelee, kwa sababu hakuna rais yoyote duniani, hakuna rais yoyote Tanzania atakayekuja na urais wake akachukua pesa akawapa kila nyumba pesa hiyo. Hayupo na itatokea. Kwamba leo tunampata Tundu Lissu anakuja kuwagawia kila Mtanzania pesa mfukoni. Haipo. Kwa hiyo Tanzania, mimi ambacho nimejipanga Bwana Mramba na Watanzania wanaonisikia, ndio maana tumeunda timu ya watu 20. Na hiyo timu inahusisha wale ambao tuligombea kura za maoni ndani ya CCM. Na sisi ni independent. Hatuko na CCM, hatuko na serikali. Tunafanya kazi wenyewe, hujitegemea. Tunakwenda kutoa elimu kwenye nyumba za watu, kwenye mikusanyiko ya watu, kwenye makundi ya watu, bodaboda, mama ntilie, mama lishe, walemavu, kwamba asije akaja mtu akawaambia kwamba atawawekea pesa mfukoni. Hayupo. Na asije mtu akawaambia kwamba Rais Magufuli ndio anasema hichi, ndio anasema hichi. Hapana. Urais ni taasisi. Urais ni taasisi. Na Rais Magufuli ni rais, lakini anawashauri. Anawashauri wengi. Na kwenye hao washauri kuna wale ambao wanamwangusha na kuna wanaofanya vizuri. Kwa hiyo mimi nadhani tutumie waandishi wa habari kuelimisha watu ili kujua namna ya kulinda amani yetu,
natumie vyombo vya habari na waandishi wa habari kuambia watu kwamba dosari kwenye chaguzi hizi huwa zinatokea, na mtu asije akaja akawadanganya kwamba dosari zinatokea Tanzania peke yake. Hiyo ndio ushauri wangu kwa Watanzania, kwa sababu kwa uzoefu wangu mavurugu mengi na matatizo mengi hutokea kwenye nchi husika wakati wa chaguzi. Unaweza ukashangaa baba na mama wakashindwa hata kulala chumba kimoja kwa sababu ya interest zao tofauti za vyama. Tusifikie huko. Swala la pili kuhusu haya maagency haya ya kimataifa. Brother, Afrika tulilala sana miaka mingi. Na Watanzania washukuru jambo moja kwamba Mwenyezi Mungu alimleta mtu anaitwa Julius Kambarage Nyerere. Yaani wakati anaanzisha hii nchi, yule mzee ni kama alikuwa anaongozwa na Mungu kuona namna ya kuwafanya Watanzania wao watambuzi. Yaani unajua nchi yetu hii anaweza kuja mtu hata hapa Bunda, watu wakawa wanamshangaa, huyu ni mwenzetu kweli? Huyu ni mwenzetu kweli? Kabisa. Kwa hiyo moja ya sifa tuliyoipata Tanzania ni namna Mwalimu alivyoanzisha vyombo vya ulinzi na usalama, na namna ambavyo alijitahidi kutuunganisha sisi ili kila mtu awe mlinzi wa nchi yake. Kwa sababu hawa jamaa wanapotaka kuja Tanzania, kwa mfano ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, nimemtaja mtu anaitwa Joe Tripp, Jeffrey Smith, huyu ni kachero. Robertson Amsala ni kachero lakini ni mwanasheria. Sasa wale wameshaingia kabisa deep Tanzania na wanafanyia kazi hapa, na kitu ambacho huwa kinafanyika brother, wenzetu wana uwezo wa kutengeneza kundi na wakaliingiza hapa Bunda, na nyinyi mkafanya uchaguzi, mkashangaa watu wanakatana mapanga, visu, hata sio Watanzania wana uwezo wa kufinance hiyo. Ndio maagency ya wenzetu walivyo, na wanaweza wakatumia aidha media za nchi jirani au media za ndani kama taifa mkiwa dhaifu, kuhakikisha kwamba inapigwa propaganda ya hatari kupitia media. Watanzania mtu salimiana hata mtu na kaka yake. Umeelewa? Kule Mtwara, na mfano Mtwara kulikuwa na mafuta yale ya gesi. Unafikiri kwa nini vurugu zilitokea Mtwara pale, na ambazo zilikuwa ni za hatari sana? Yalikuwa ni maslahi ya mataifa ya nje. Hapa Rufiji tena siende mbali, yale yalikuwa ni mataifa ya nje, na kinachofanyika wanaweza wakauliwa watu Mombasa, wakaletwa wakatupa kwenye bahari yetu ya pwani wao, na wale tena wakapiga picha wakasema Tanzania kuna mauaji ya kutisha, watu wanauliwa wanapelekwa baharini. Kwa hiyo wanajaribu kuwachochea watu, yani kuwaingizia kile kirusi kwamba yani kumbe watu wanauliwa Tanzania. Na ndio hicho ambacho umesikia walikuwa wanajaribu kusema Magufuli anaua, lakini wakakuta kwamba nchi yetu tuko strong sana. Kile kikundi kuna watu walikuwa kabisa magaidi wameshapelekwa pale, lakini ajenda ilikuwa ni nini? Ni kwamba mzee huyu kawagusa tu maeneo mengi. Haya, tuzungumzie Msumbiji pale. Msumbiji sasa hivi kuna magaidi, na wale magaidi ni mpakani wa Tanzania na Msumbiji. Ni magaidi kabisa, na wakikuta Wakristo wanaua, wanachoma moto, wanafanya hivi. Msumbiji kuna gesi kubwa, yani nafikiri itakuwa gesi ambayo inapatikana dunia nzima, ni nyingi, na ni gesi ambayo ina ubora wa hali ya juu sana. Wamepelekewa vurugu pale. Yani maagency ya wenzetu wanaweza kutengeneza kitu na kikafanya kazi. Kwa hiyo wale sio Msumbiji, wale sio raia wa Msumbiji. Yani kawekewa kirusi pale kuhakikisha kwamba Msumbiji haitulii na ile gesi hainufaishe wa Msumbiji, ili wakisha pigana wale, yale mataifa ya nje yatakuja yatachukua gesi yao watahamisha. Ndio maana mimi nasema wakati mwingine Mwenyezi Mungu naye amenileta hapa kuelimisha watu, wasifikiri hii habari ni ya kitoto. Mimi ni kama Mungu tu ameniongoza. Haya mambo hakuna mtu anaweza kuyasema. Kwenye chaguzi kama hizi anaweza akaletwa mtu
wakaja Bunda, hata sio Tarime, mkashangaa hapa, yani moto ukawaka hapa pakaliki. Kwa hiyo vurugu ikaanzia hapa kwa sababu hiyo vurugu wao wanachofanya wakitengeneza makundi haya, wanakuwa na media zao, watasema Bunda ikaliki, Bunda hali ni mbaya, na walivyo wajanja mataifa ya wenzetu, ma-TV makubwa ya kimataifa, wana wataalamu wa IT wanaweza kutengeneza machafuko. Yaani unaonaga zile movie, kwa sababu movie mtu anatengeneza kwamba imevunjika kiuno, kumbe hajavunjika kiuno. Hasa wenzetu kwenye agency zote za usalama za mataifa makubwa wana vitengo vya IT super. Wakitaka kuonyesha Al Jazeera kwamba Tanzania watu wanauawa, yani itatengenezwa mtu pale atajifanya amevunjika kiuno, wanapeleka kwenye TV na wanarusha wanaea kwamba Tanzania watu wanauliwa sana. Yani inatengenezwa, inaonyesha dunia nzima Tanzania kuna machafuko, kuna mauaji, kuna hivi. Ndio tunaanzia hapo. Kwa hiyo wakati mwingine hizi agencies za kimataifa za usalama hizi ni za kuangalia sana mzee. Wenzetu wana akili kubwa na nchi zote za Kiafrika zilizoingia kwenye matatizo, wao tutengenezea watu, sio sisi wenyewe. Yani ukiangalia pale DRC Congo ni kwa sababu kuna madini, kuna misitu mizuri, kuna wanyama wengi ambao dunia nzima hamna. Jiulize, kwa nini Congo mpaka leo vita haishi? Watu so special kupigana tu wakati nchi leo ni nzuri. Wanakuja Umoja wa Mataifa, eti jeshi la Umoja wa Mataifa, vita haishi. Lakini wale wote ni makachero wale. Wanasema majeshi wanaita wale wote ni makachero asilimia kubwa. Kinachofanyika wanachukua madini, wanachukua wanyama, wanapeleka Ulaya. Nchi zote za Kiafrika zenye rasilimali ndio tunapigwa hivi. Kwa hiyo wakati mwingine ndugu yangu Mramba, ni kuwa makini sana na haya mambo. Waafrika wote tunapiganishwa. Na sasa huu uchaguzi huu kuna watu wanakuja kwenye uchaguzi. Ndio maana nikawaambia, mnaona zile klipu ambazo Tundu Lissu wanaongea, zile klipu zinatumwa Ulaya. Ili Magufuli akishinda watakuwa wanasema anashindaje wakati tuko tunajaza mikutano hii. Umeelewa? Kwa hiyo ni triki kubwa. Ndio maana mimi nimeamua sasa kuunda timu ya watu 20 ambayo itakuwa inatembea anapopita Tundu Lissu na sisi tupo, anapopita Tundu Lissu na sisi tupo. Akiongea na sisi tunaongea, tunaenda kwenye nyumba za watu, tunashauri muhimu wa kuwepo na Rais Magufuli na nini. Hatuwezi kuacha nchi yetu iende. Na wamejitolea, na sisi tunatafuta wenyewe, tunachanga. Hatupewi na serikali wala chama. Tunajichangisha wenyewe. Tuzunguke nyumba kwa nyumba nchi nzima, kuwapa watu elimu, kwa sababu tukilala mzee unaweza ukashangaa kikanuka. Na kwa sababu Magufuli ana maadui ambao walikuwa wananufaika sana na rasilimali za nchi hii. Watu kwenye madini walikuwa nakula, kwenye maji kule kwenye maziwa makubwa walikuwa wanavua masamaki huko, sasa tunufaiki. Ukienda huko kwenye misitu watu walikuwa nakula tu wanataka rasilimali. Yaani kila sehemu walikuwa nakula. Sasa mzee huyu amezuia, ni vita hiyo mzee, ni vita kubwa. Na vita yenyewe sio kwamba eti ni wazungu peke yake. 90% ya wanaotupinga wanatoka ndani ya serikali yetu na ndani ya nchi yetu. Na wengine wapo kwenye chama chake. Kwa hiyo sio kazi ndogo ya kusema tukae kimya. Sisi tumejitoa muhanga na tutaendelea kufanya hiyo kazi leo, jana na hata milele. Hatuwezi kumwacha Magufuli awe mwenyewe. Na nawaombeni Watanzania, wakati namaliza, Watanzania wote muungane kumlinda na kumtetea Rais Magufuli. Bila kuangalia umekula ujana. Nchi ni ya kwenu, rais huyu ni wa kwenu. Rais ni wa kwetu, wewe, mimi na yule. Tuna wajibu huu. Hakuna mtu atatoka Kenya au Uganda au Rwanda kuja kumtetea Rais Magufuli. Ni sisi wenyewe. Hakuna mtu atatoka Marekani au UK au Ujerumani aje kumtetea Rais Magufuli. Ni sisi wenyewe kama Watanzania. Ni wajibu wetu kumlinda na kumtetea na kumsemea. Na kama kuna taifa lolote linadhani au lina mpango wa kutaka kumhujumu rais, tuseme. Watanzania popote alipo, akiona kuna mtu mgeni haeleweki, aende kwenye vyombo vya ulinzi na usalama akatoa taarifa kwamba kwenye mtaa huu kuna mtu simuelewi. Nchi italindwa na sisi wenyewe, sio mtu mwingine. Asante sana kwa maswali mazuri.